sifa kwa sababu ya na kwa njia ambayo ni yako. Maana tunakutamani wewe Mtakatifu, Mungu pamoja nasi, tusaidie na hata katika kufungua macho yetu ili tukuone jinsi ambavyo unataka tukaweze kujua. Na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja, maana utatupa usikifu ule wako wa ajabu wa Mtakatifu. Na kushukuru Baba na kulibariki jina lako, ni kwa sababu tunachukua ushukrani na utawala wako. Awe Roho Mtakatifu unabadilisha kila mazingira yote katika nafasi hii, kwa sababu wewe peke yako ndio tunakuabudu. Kupitia jina la Yesu tunaomba tukushukuru. Let's have a seat. Beginning of this month, tumekuwa tukiangazia kuhusu Roho Mtakatifu na kazi anayetenda katika maisha ya muumini. Na vile ambavyo tuliona katika wiki ama sana iliyopita, tuliweza kuangazia kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu. Na zaidi tuliweza kuangalia kwamba kuna kazi mbili anayetenda Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini. Kazi ya kwanza ni kwamba anakuja kukaa ndani ya moyo ya muumini. Na kazi ya pili anayetenda, anakuja juu ya maisha ya muumini. Na katika asubuhi ya leo tunataka tuendelee na hiyo kazi ambayo Roho Mtakatifu anatenda ndani ya mioyo yetu. Na nataka tukaweze kuangalia kuhusu waandishi wawili wa Biblia na namna ambavyo waliweza kuandika kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaenda kuona jinsi anavyozungumza Paulo kuhusu Roho Mtakatifu na vile ambavyo Luka anazungumza kuhusu Roho Mtakatifu kwa ufupi, ili tubainishe na tukaweza kuona utofauti. Wakati unaposoma maandishi ya Luka, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kiwe katika mawazo yako, na wakati ambapo unasoma Biblia yanayoandikwa na Paulo kuhusu Roho Mtakatifu, aliandika kwa kusudio gani? Na kwa hivyo kile ambacho inabashirika mahali hapa ni kwamba Luka anapoongea kuhusu Roho Mtakatifu katika Luka pamoja na kitabu cha Matendo ya Mitume, anazungumza kuhusu Roho Mtakatifu akiwa juu ya muumini, yaani kumpa nguvu katika uweza wa utumishi ya kutumikia Mungu. Lakini wakati Paulo anapozungumza kuhusu Roho Mtakatifu, anazungumza Roho Mtakatifu akiwa ndani ya moyo wa mtu akitenda kazi. Japo kwa pia Paulo anazungumza kuhusu Roho Mtakatifu akiwa juu ya maisha ya muumini, lakini zaidi Paulo anazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu akiwa ndani ya maisha ya muumini. Na katika mambo hayo, nataka kabisa vile ambavyo nasema kwamba kitu cha kwanza, sisi ni Wapentekoste. Na jambo la pili, sisi tunatakiwa tuishi tukiwa Wapentekoste, maana tunaitwa Wapentekoste. Na kwa hivyo, hebu tuangalie juu ya kazi anayetenda Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na tunasema hivi ya kwamba bila Roho Mtakatifu hakuna wokovu. Wanaweza tukuze? Bila Roho Mtakatifu hakuna Roho Mtakatifu. Hakuna wokovu hivi. Hakuna wokovu. Tunapoona katika kitabu cha Yohana 3:5. Nataka mtu asome kwa haraka ambayo anapata. Yohana 3:5. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jesus replied, until you are born again. Verse 5 ndio umesoma. Verse 3. Chapter 3 verse 5. Umesoma? Chapter 3 verse 5. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water
the Spirit. Jesus was speaking about the salvation mahali pale. Alikuwa anazungumzia kuhusu wokovu kwamba hakuna yeyote atakayeingia katika ufalme wa Mungu kama hajazaliwa katika maji na roho. Kwa hivyo wakati unapozungumzia kuhusu maji, jua kwamba wakati mtu anapobatizwa, anabatizwa katika maji, ikiwa ina signify ya kwamba nimekufa na kufufuka pamoja na Kristo. Kwa hivyo maji mahali pale inamaanisha kifo na kufufuka ya muumini, ya kwamba amekufa ndani ya Kristo Yesu na sasa jua hai ndani ya Kristo Yesu. Na jambo la pili anapozungumza Yohana ni kuhusu mambo ya ndani, kuzaliwa kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye tunaita new birth, ambaye inaitwa regeneration, ambaye tunaita ya kwamba new life, yani maisha mapya yanayotokana na kule kuoshwa, tunapooshwa ndani ya Kristo Yesu. Tuangalie pia katika Tito 3 mstari wa 5 na 7. Tito 3 mstari wa 5 na wa 7. Yeyote apatapo asome. Ili kwa neema yake tupate kukubaliwa kuwa waadilifu na kupokea uhai wa milele tunaotumainia. Mpaka 7. 3:5 to 7. Okay. Alituokoa si kwa sababu ya jambo lolote jema tulilotenda sisi, bali kwa sababu ya huruma yake, kwa njia ya Roho Mtakatifu anayetujalia tusaliwe upya na kuwa na maisha mapya kwa kutuosha kwa maji. Mungu alitumiminia Roho Mtakatifu bila kipimo kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili kwa neema yake tupate kukubaliwa kuwa waadilifu na kupokea uhai wa milele tunaotumainia. Bwana Yesu atukuzwe. Ukiwa katika mahali pale unaangalia kwamba tuliokolewa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda, bali kwa neema yake Mungu. Tukioshwa, dhambi zetu ikaoshwa na tukapatiwa upya wa kiroho kupitia kwa Roho Mtakatifu, ambaye Roho huyu Mungu alitupatia kwa wingi, kwa ukarimu. Alitupa Roho Mtakatifu kupitia kwa Kristo Yesu, kupitia kwa neema ambayo yeye alitutakasia sisi wenye haki, na akatupa ujasiri ya kwamba sisi tutaurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo mahali pale tunaona kwamba aliyetutakaza, aliyotuosha kutokana na ubaya na udhalimu ya kila namna ni Roho Mtakatifu, ndio anayetenda kazi hiyo. Na kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba pasipo Roho Mtakatifu hakuna wokovu. Kwa hivyo ni Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia ili tukaweze kupokea wokovu. Maana Yesu alituosha kupitia kwa damu yake, kupitia kwa ubatizo tulikufa pamoja naye, tukafufuliwa pamoja na yeye. Kwa hivyo anayetenda Roho Mtakatifu ni kutusafisha sisi. Haleluya. Anayetenda Roho Mtakatifu siku baada ya siku anafanya kazi ya kutusafisha. Na nataka tuangalie katika Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 13. Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 13. Tunapaswa kumshukuru Mungu daima kwa ajili yenu nyinyi ndugu, nyinyi mnaopendwa na Bwana, kwa maana Mungu amewateua tangu mwanzo mpate kuokolewa kwa nguvu ya Roho, mfanywe
watu wake watakatifu kwa imani yenu katika ukweli. Asante. Nafikiri tumeona mahali pale tunaposoma katika Kiswahili, as for us, we can't help but thank God for you. Dear brothers and sisters, loved by the Lord, we are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation, a salvation that came through the Spirit who makes you holy, and through your belief in the truth. Kwa hivyo mahali pale inathibitika na kudhihirika pia ya kwamba aliyetuokoa ni nani? Aliyetuokoa ni nani? Mazi soma. Rudia tena. Tunapaswa kumshukuru Mungu daima kwa ajili yenu nyinyi ndugu, nyinyi mnaopendwa na Bwana, kwa maana Mungu amewateua tangu mwanzo mpate kuokolewa kwa nguvu ya Roho, mfanywe watu wake watakatifu kwa imani yenu katika ukweli. Mungu alituteua. Katika Kiswahili unasema hata kabla msingi ya dunia haijawekwa, tuokolewe kwa nguvu za nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetuokoa. Mungu alisitenda hii, ndio natakiwa tulijue kuhusu mambo ya wokovu. Mungu ndiye aliyepanga mambo ya wokovu hata kabla msingi ya dunia haijawekwa. Ukiangalia katika Mwanzo 3 mstari wa 15 inatuambia kwamba baada ya kuanguka kwa mwanadamu, Mungu akatangaza wokovu wa mwanadamu kwa kusema kwamba mtoto ya mwanamke atafanya magani? Atapoponda wewe kichwa. Wewe utamuumwa kwa kisigino, lakini yeye atapoponda wewe kichwa. Inasema the seed of a woman, huyo ni Kristo Yesu. Hata kabla hatujakuwa na knowledge, tunajua mambo ya Kristo Yesu katika Agano Jipya, lakini Yesu alitangazwa hata kabla msingi ya dunia haijawekwa. Na ndio maana baada ya kuanguka kwa wanadamu, Mungu akatangaza wokovu ya mwanadamu kupitia mwana wa mwanamke, ya kwamba atampona shetani nini? Kichwa. Hiyo ndio kutangaza kwa wokovu. Na tunapoona kuhusu yale ambayo tunazungumzia katika Yohana 3 mstari wa 16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa, hiyo yote inadhihirisha mpango aliyokuwa nayo Mungu ni kwa ajili yetu. Na wakati ambapo Kristo alipokuja katika dunia, alitimiza wokovu huyo, alituletea sisi wokovu katika kufa na kufufuka kwake. Lakini baada ya mahali pale, anayetenda kazi ya wokovu, kufanya kazi ya wokovu kwa kamilifu katika maisha yetu, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Unaelewa jambo hilo? Sasa tuko katika wakati ambao Roho anatenda kazi. Wokovu wetu ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayefanya sisi tukaweze kumwelewa Mungu, tukaweze kupokea wokovu huo ambao Mungu alituandalia hata kabla msingi ya dunia haijawekwa. So anayetenda kazi ya kufanya wokovu idhibitike katika mioyo yetu ni nani? Ni nani? Anayetenda kazi hata sasa kwa kuhakikisha ya kwamba wewe unafanana na Kristo Yesu ni nani? So Roho Mtakatifu ndiye anayetenda kazi hata leo hii. So katika mahali pale, mahali ambapo tumelisoma Wathesalonike, inaongea kuhusu kule kutakaswa kwetu. Sisi tunafanywa safi, tunafanywa watakatifu. Maana mahali pale inasema ya kwamba through the Spirit who makes you holy. Kama kuna mtu anayeelewa hivi, tusome mahali pale. Japo salati. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit
and through belief in the truth. The sanctifying work of the Spirit. So it is the Spirit who does the work of sanctification. Na wakati ambao tunakuwa sanctified, hii inamaanisha kwamba tumekuwa holy. So when we say that we are holy, it does not mean that I am without sin. When the Bible speaks about holy, be holy, it does not speak about that you are no longer a sinner or you don't sin. Biblia inasema kwamba you have been set apart for the use of God. Hallelujah. Sisi tumetengwa ni kwa sababu ya kutumika na yeye Mungu. Tumetengwa kando ili tutumike ni kwa sababu ya Mungu. Maana Mungu alitununua sisi kwa gharama. Na alipotununua kwa gharama, sisi basi inabidi tujitoe ni kwa sababu ya Mungu. Tumenunuliwa. Na wakati ambao tumenunuliwa, sisi sasa si mali ya sisi wenyewe. Sisi ni mali yake Mungu. Haleluya. Sisi ni mali ya Mungu. Baba anachotenda Roho Mtakatifu anatutakasa ili tuwe mali ya Mungu. Tutumike ni kwa sababu ya Mungu. So, hebu tuingie sasa, kabla tusijaona kwa ufupi kuhusu dhibitisho ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, nataka tukaweze kuangalia neno la Mungu katika Warumi. Warumi 8. Warumi 8:9 na turuke 11. 9 na 11. Warumi 8:9 na 11. Mtu akisoma akisome. Nasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi hamuwafuti mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. 11. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya. Elia ataka masome tena. Mstari wa 9. Nasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwafuati mwili. Haya, twende pole pole. Hebu soma. Tunataka turudie wote. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Turudie wote. Lakini ninyi hamwafuati mwili, hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Asante. So wapendwa, kile ambacho tumeona katika mstari hiyo, tunapata kuona kwamba Biblia inasema kwamba ikiwa Roho anakaa ndani yenu, nyinyi hamtafuata mwili kama. Yule yale ambayo Biblia inatuambia mahali hapa. Kwa sababu Roho inatupa sisi uzima. Na inaendelea kwa kusema kwamba yoyote asipokuwa na Roho wa Mungu ndani yake, mtu yoyote asipokuwa na Roho wa Mungu ndani ya moyo wake, huyo
wake. Huyo si wa Mungu. Hapo ni hatari kidogo. Ya usipokuwa na Mungu, usipokuwa na roho wa Mungu, wewe si wake. Na mstari wa 11 inatuambia si kwamba ikiwa roho aliyemfufua Kristo ako ndani yetu, vile ambavyo Mungu alimfufua Kristo kutoka wafu, huyo roho atafanya na hata miili yetu kuwa hai. Miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Bwana, nataka niulize swali mahali hapa. Ni nani aliyemfufua Kristo kutoka wafu? Unathibitisha ukweli? Unathibitisha ukweli? Unathibitisha ukweli? Verse 11. Inatuambia hivyo. Nani aliyemfufua Kristo kutoka wafu? Ni nani anayepeana uzima kwetu? Ni Roho Mtakatifu. Sisi tutapataje uzima? Tutapataje uzima? Kupitia kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atukuze. Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka wafu atatupa hata na sisi uzima. Kwa hivyo miili yetu iliyo katika hali ya kufa itakuwa na nini? Na uzima, kwa sababu ya kuwa na Roho Mtakatifu. Miili yetu iliyo katika hali ya kufa itakuwa hai, ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. So mahali hapa tunaona kwamba ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Kristo kutoka wafu anakaa ndani yetu, hivyo basi kusema kwamba yeye aliyemfufua Kristo kutoka wafu ataipa miili yetu iliyo katika hali ya kufa kuwa na uzima. Kwa hivyo tukiwa na Roho Mtakatifu tunakuwa na uhakika ya kuishi, ya uzima ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu kila kitu yote kuhusu mwanadamu, mwanzo wa wokovu mpaka mwisho wa wokovu, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaanza wokovu wetu. Roho Mtakatifu ndiye aliye pamoja na sisi leo hii, na Roho Mtakatifu ndiye atakayetukuka, wakati miili yetu itakapobadilishwa, glorification, itakuwa ni Roho Mtakatifu ndiye anayetenda kazi katika maisha yetu. Kwa hivyo kwa haraka nataka tuangalie juu ya thibitisho 4 inayothibitisha kwamba Roho Mtakatifu ako ndani ya mioyo yetu. Thibitisho 4 inayoonyesha kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anakaa ndani ya Mungu. Jambo la kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu analeta ushawishi katika mioyo yetu. He convicts. He convicts us of our wrongdoings and also sin. The reason of the Holy Spirit convicting us of our wrongdoing and sin, He wants us to repent. Bwana Yesu atukuze. So kusudi ya Roho Mtakatifu kuleta ushawishi ndani yetu, ushawishi ya makosa tuliyofanya na uwazi na dhambi. Kusudio yake ni kwamba anataka tufanye namna gani? Anataka tutubu. Bwana Yesu atukuze. Anataka sisi tutubu ili turejelee katika uhusiano pamoja na Mungu. Ndio maana Jumapili ya jana nilisema kwamba ukiwa wewe umekuwa katika dhambi na hauna
kustaki wewe ya kwamba hii ni dhambi, elewa kwamba Roho Mtakatifu ameshaondoka ndani yako, hayuko ndani yako. So Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu ni kama inatupa sensitivity. So hebu tuingie katika Zaburi ya 51. Mstari wa 11. Zaburi ya 51 mstari wa 11. Daudi anasema kwamba do not banish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. That is the thing. Baada ya kujipata katika hatiani, akisaidiwa na Roho Mtakatifu, alijua usuli wa Roho Mtakatifu. So wakati anapoambiwa na yule nabii was called prophet Nabal, baada ya kuambia kuhusu maisha yake, Roho Mtakatifu alileta ushawishi ndani yake, na ndio maana akatubu. Zaburi ya 51 ni toba ya maisha ya Daudi. Ndio maana anasema kwamba ukiona vile anavyovunjika mbele za Mungu, anasema katika mstari wa 7, kuna mengi ambayo yote ambayo yako katika mstari huo ni toba. Ni toba ya Daudi vile anavyotubu mbele za Mungu. Anasema kwamba purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Or give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Hiyo yote tunayosoma pale ni toba. Na akasema maneno ya muhimu kabisa, mstari wa 11. Anasema do not banish me from your presence. And don't take your Holy Spirit from me. Bwana Yesu atukuze. Kwa nini alisema kwamba usiniondolee Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu anajua kwamba Roho Mtakatifu akiondolewa ndani mwake, yeye anakuwa mtu kama mwanadamu wa kawaida, ambaye elewe kwamba ni ndio inaitwa dhambi. Kwa hivyo alipokuwa anaomba kwamba Bwana usiniondolee Roho Mtakatifu, alikuwa anataka Roho Mtakatifu adumu ndani mwake ili kuangazia, ili kumpa yeye sensitivity. Wakati anapoingia katika ukosaji, akaweza kurudi kwake Mungu. Roho Mtakatifu akaweza kumuonyesha ya kwamba hii ni dhambi. Tubu. Kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu anapoleta ushawishi katika maisha yetu, anayetaka ni sisi ni kwamba tuone kwamba tumemkosea Mungu na tunarejelea kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu atukuze. Hiyo ndio maana kama mnakumbuka wimbo ambao tuliimba katika juma iliyopita. Ilikuwa inaongelewa katika French. Ilikuwa inasema kwamba marafiki hata ufuka locha ni marafiki hata marafiki hata ufuka locha ni hata ula Yesu roho yeye hata ula Yesu roho yeye. Inasema kwamba moyo wangu inatetemeka kwa dhambi. Na inapotetemeka kwa dhambi, hiyo ndio indication katika maisha yangu ya kwamba Roho ya Kristo Yesu yu hai ndani yangu. Bwana Yesu atukuze. Roho ya Kristo yu hai ndani yangu. Wakati inapotetemeka katika dhambi, inadhihirisha kwamba Roho ya Kristo yu hai ndani yangu. Usiniondolee Roho Mtakatifu.
Jambo la pili inaonyesha kwamba sisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, ni kwamba Roho Mtakatifu anatupa sisi tamaa ya kumfuata Kristo Yesu. Analeta nini? Tamaa, the desire to follow Jesus Christ, the desire to read the Word, the desire to have a fellowship with the Holy Spirit, the desire to walk in the newness of life, the desire to please God. Analeta tamaa ya mimi kumfuata Yesu, ya wewe kumfuata Yesu. Baba analotaka Roho Mtakatifu kila wakati ndani mwetu, anataka sisi tufanane na Kristo. Na ili tufanane na Kristo, sharti tuwe na ushirika na yeye. Nataka kufanya ushirika na yeye. Wakati unapotamani kuwa na ushirika na Kristo Yesu, wakati unapotaka kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, hiyo inadhihirisha ya kwamba unataka ufanane na Yesu. Baba anayoleta ni tamaa. Haleluya. Najua mtu aliniambia jambo hili ya kwamba mtu asipokuwa, sasa Kiswahili inaishi hapo, asipokuwa na appetite ya kula chakula, hata kama chakula ni kitamu aina gani, kulingana na wewe ni kitamu, lakini kama mtu hana appetite, is useless, si kitu. Na hivyo ndio ilivyo. Kama Roho Mtakatifu ajaleta msukumo na tamaa ndani mwetu, mawazo yetu ni mawazo tu ya kawaida, mwenendo wetu ni mwenendo wa mwanadamu yeyote. Lakini wakati Roho Mtakatifu anapoleta tamaa hii, tutakuwa kila wakati wote tunataka kumpendeza Mungu. Bwana Yesu atukuze. Jambo la tatu, sijatoa mistari ziko hapo, sio kama umeona. Umeona mistari? So kabla hatujaingia katika jambo la tatu, tuone hiyo kopa nene mstari wa 5. James 4 verses 5. Verses 5. Inasema, lakini sasa haya yamekufikiria wewe, nawe wafa moyo, yamekugusa nawe wafurahia. 4 verses 5. Chapter 4 verses 5. Yes. John chapter 4. James. Tunasaidie. Hao mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu ututamani kiasi cha kuona wivu. Roho akae ndani mwetu, anafanya nini? Anatupa sisi tamaa ya Mungu kiasi cha kwamba tunakuwa na wivu na nani? Na Mungu. Kwa hivyo hatutaki tena kuabudu miungu mingine, tunakuwa na wivu. Bwana Yesu atukuze. Naona wakati hata katika maisha ya kawaida, wanaume wana complain, wanasema kwamba hata ukisalamia mwanadada, huyu mwanadada anakasirika. Si kama unashika. Hata wakati ambapo unasalamia mwanadada yule mwingine, huyu mwanadada mwenye ndipo naye anakasirika. Si kusema kwamba anakasirika, ni kwa sababu anakutamani kiasi cha kuona nini? Kwa sababu wewe ni wake peke yake.
So this is what the Bible tells us. Kwamba Roho akae ndani mwetu. Anatia nini ndani mwetu? Tamaa. Tamaa hii inatufanya sisi tuwe na wivu ya kutumikia Mungu peke yake. Wakati ambapo tunataka kutumikia miungu mingine, huyu Roho kwa sababu ya kutamani aliye ndani mwetu, anatufanya sisi tuwe na wivu. So he gives us desire. Anatupa sisi tamaa ya kutumikia Mungu. Jambo la tatu, katika kitabu cha Warumi 8:15 hadi 16. Mtu amesoma? Kipata unasoma? Warumi yote. Warumi 8:15-16. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Haba, yaani Baba. 16. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu akuze. Sisi tumepokea roho sio ya kutuletea uoga tena. You know, there is something here I want us to understand. Mtoto ambaye huyu ni baba yake hana uoga ya kwenda kwa baba yake, na akiwa na uoga then amemkosea baba yake, sivyo? Katika hali ya kawaida, binti yako, mwana wako hana haja ya kukuogopa baba yake. Kwa hivyo hiyo ndio kile ambacho Roho Mtakatifu anatenda katika maisha yetu. Anatupatia sisi ujasiri ya kumuita Mungu nani? Baba. Haleluya. Unaenda kwa baba ukiwa na ujasiri, na Roho Mtakatifu ndiye anatupatia ujasiri hiyo. Maana hakuna guiltiness katikati yetu na baba yetu. Wakati ambapo umemkosea wewe ndio unakuwa na guiltiness, lakini wakati Roho wa Mungu akae ndani mwetu, hapo ndani mwetu, anatupatia sisi ujasiri ya kumuita Mungu Baba. Si hiyo tu peke yake, Roho Mtakatifu anashuhudia na roho zetu, na kutokana na hiyo ushuhuda inatoka kwa kusema kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Haleluya. Holy Spirit join with our spirit to affirm that we are God's children. Anatuthibitishia sisi ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na tukiwa watoto wa Mungu tunayo ujasiri ya kumuita baba yetu wakati wowote, ya kwamba yeye ni baba. Abba Father. So unakuwa na ujasiri. You have confidence before your Father because of the Holy Spirit who abides in you, that you can be able to call God Father. You have that confidence. Jambo la nne, First Corinthians chapter 12, verse 3. Mahali pale. First Corinthians 12:3. Inasema, kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu.
Haleluya. Katika maandishi male inatuambia si ya kwamba, so I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus. Hakuna wrong thing, no. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So, we begin now calling Jesus that Jesus is Lord. In other words, we allow Jesus to have a preeminence, to have control of our lives. Kwa sababu wakati unaposema kwamba Bwana, kulingana na wakati huo ambao neno hilo lilikuwa inatumika, hapakuwa na mtu mwingine aliyekuwa anaitwa Bwana isipokuwa ni emperor wa Kirumi, ndiye alikuwa anaitwa Lord. Emperor wa Kirumi peke yake. So hawakutaka kutumia neno hilo Bwana kwa mtu mwingine. Ilikuwa ni emperor wa Kirumi. Ndio maana maandishi mahali hapa yanatuambia si ya kwamba hakuna mtu atakayemwita Kristo Yesu kuwa Bwana atakayesema ya kwamba amelaaniwa, ya kwamba Yesu amelaaniwa. So wakati ambapo Roho Mtakatifu ako ndani mwetu, sisi tunamwita Yesu Bwana wetu. Haleluya. He's Lord. He's Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord upon your life. When Jesus becomes your Lord, He is taking full control over your life. You are not Lord of yourself. You are under the leadership of Jesus Christ. You are under the leadership, the rule of Jesus Christ. You are under the lordship of Jesus Christ. Kwa mambo yako yote unamkiri yeye. The way the word of the Lord says in the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. It says, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. In all whatever things that you are doing, let's acknowledge Him, and He will make our path straight. So, who will be calling Jesus our Lord? Who will not have any other Lord? In other words, there is nothing again that we are going to worship. Hata kama situations zitakuwa namna gani, we will be found like the way Daniel. The friends of Daniel were Meshach, Shadrach, Abednego. Wakati finance ilipoongezeka, moto ikaongezeka mara 7 kuliko ya kawaida. Wakasema muabudu sanamu. Wakasema mfalme, hata kama Mungu tunayemwabudu hawezi kutuokoa, lakini kuinama kwa sanamu yako haiwezekani. They acknowledge Jesus alone in their lives. So it is in the same way that we needed to acknowledge Jesus in every situation of our lives. In all our ways, let's acknowledge that He is Lord. Hata wakati wa ugumu tuseme kwamba yeye ni nani? Yeye ni Bwana. Hata wakati tunapokuwa tunapitia katika bonde la uvuli wa mauti tuseme kwamba yeye ni Bwana. So usiwe na wakati ambapo sisi tutakuwa kando na kusema kwamba Yesu ni Bwana kwa sababu ya yale ambayo tunapitia. Bwana Yesu atukuze. He is Lord even this morning. It's the Holy Spirit that gives us that reassurance of calling Jesus Lord. So those are the 4 evidences that shows that the Holy Spirit is in us, is abiding in us, because it convicts us
of all our wrongdoings. Because it's the Spirit of God who searches the heart of God, our hearts. And convicting means He wants us to turn back to God in repentance, the way David repented before the Lord. The Holy Spirit gives us the desire of following the Lord with all of our hearts. The Holy Spirit gives us that courage and that confidence of calling the Lord Abba the Father. The Holy Spirit gives us an opportunity of confessing Jesus, that Jesus is Lord in our lives. So this is the wonderful dwelling of the Holy Spirit in our lives. And I want us to allow Jesus to live in us. Jesus said, it is for your good that I'm going away. The helper will not come if I will not go. It is for your good. And even this morning I want to say, it is for our good, for the Holy Spirit to dwell in our hearts. It's for our good because He will cultivate our fellowship with God. Because God desires us as His children to walk with Him every now and then. He wants us to please Him. That's the work of the Holy Spirit. And the Spirit is with us. He makes us to please the Lord at all times. May we start. As we sing, He is Lord. We need to surrender ourselves to the Holy Spirit of the Lord. It is the Holy Spirit that makes us to continue confessing Jesus day after day. Not renouncing in our lives. Making us to confess every time that Jesus is Lord. He is Lord. He is Lord. I praise His name. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. Praise His name. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is my King. He is my King. He is my King. I praise His name. He has risen from the dead. He is my King. Every knee shall bow, every tongue confess that Let's open our mouth and let's allow the Holy Spirit to come and be in us, to bring conviction, to bring the desire, to bring that confidence, to bring that heart, that we make the Lord, make of the Lord Father, that we make of Jesus, that we allow Jesus to become the Lord in our lives, in Jesus' name. Father God, we allow the Holy Spirit of the Lord, Holy Spirit, Father Lord, your Spirit, come and abide with us, Lord. The Spirit that will bring conviction in our heart, the Spirit that will come and make us, even to become closer to you,
Our Father, our God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. As your children, Lord, we humble ourselves before you, Lord Jehovah. In whatever way that we have put off the Spirit of God in our lives, it's an moment that we are repenting, Lord, because of not allowing the work of the Spirit of God to be manifested in us. Right now, Lord Jehovah, we desire the Spirit of God to come and abide with us, that He may direct our steps, that He may show us your purposes, that He may continue opening our eyes, that He may understand that we are your children. Allow your Spirit to testify with our spirit that we are the children of the King. Holy Spirit of the Lord, come and abide in us. Teach us your ways. Reveal yourself fully in our midst, that day after day we may see you, Lord, working in us. We bless you, because everything, Lord, we surrender unto you, Lord. Our souls, Lord, our minds, oh Lord, our struggle, we surrender unto you, Holy Spirit of the Lord. We thank you, because Holy Spirit, you are everything in our lives. In Jesus' name we pray. Ya pili ni ya Mungu, labda ya tatu ni hapo kwa kufika msamaha, sio? Ya kwanza fanya hivi tena, ya pili, ya tatu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Tukijaribu salamu mwenzako kujua hata jina. Salamu mwenzako. Mwambie karibu kwa mkutano leo. Karibu first service. Amen. Amen. So I want to welcome you. I want to take this time to welcome you once more to our first service. Mkutano wetu wa vijana. So wakati tunaona pia wazazi wetu wakiwa pamoja na sisi, sio? So ni wakati mwingine tunataka kuchukua hivi kuandika youth na tukitoa sadaka na saka zetu. Bwana asifiwe. Hiyo tafadhali kwaya yote karibiani mbele ilipe kwaya tukitoa sadaka, sio? Ningependa tufunge macho wengine taratibu ya sadaka. Father Lord, come before this wonderful morning. We say thank you for the gift of life. Sebeleza na wakati mwingine naenda kukutolea mfano wa wafalme. Tazama kila mmoja ambaye naenda kukutolea mfano wa amani, mbariki. Pia yule ana wakati wa leo mfano wa mfalme, siku nyingine pia nakutolea mfano wa amani. Naomba wachache katika jina la Yesu. Amen. Hiyo tafadhali.
Amen. Bwana asifiwe. Kama wewe wacha mimi. Tufikie hiyo tunaomba. Amen. Ni wakati mwingine ningependa ku identify the presence of our visitors. We love our visitors. Ndio. Tunapenda sana wageni wetu. Kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza, fanya hivi. Fanya hivi, usiogope. Asante sana. Mwingine tena. Asante sana. Bwana asifiwe. Ukiwa kwa nyumba ya Mungu, hakuna kuogopa sana. Wewe unaogopa mwenzako kwa sababu atasema nani alisimama. Sio? So ningependa tu uchukue hiyo courage, ukuje utusalimie, tuambie jina. Kama utaendelea pamoja na sisi itakuwa mzuri sana. Sio? So nakaribisha sana. Karibuni tu huko mbele. Tuwapigie makofi. Sio? Asante sana baba. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mboni Sakalale, natoka Kiakeki. Mungu awabariki. Asante sana. Bwana asifiwe. Ngoja mkono yako hivi. Tusalimiane.